Karibu ndugu zangu wa Kenya kuja kwa hichi kituo ili niwapakulie yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ameweza kuanika wazi walinda usalama wa naibu rais wa sasa ambaye ni Kithure Kindiki kwamba ndio waliweza kuongoza operesheni ya kushambulia kanisa la Witima ACK Church, mahala ambapo alikuwa anashiriki hafla ya kikanisa siku ya Jumapili tarehe 25 Januari mwaka 2026, shambulizi ambalo liliweza kuacha waumini wa kanisa wakiwa na majeraha kwa kurushiwa mabomu ya kutoa machozi au ukipenda vitoza machozi, na lile shambulizi liliweza kuacha hasara kubwa, kwani magari ya waheshimiwa ambao walikuwa wameandamana na Rigathi Gachagua kwenye lile kanisa la Witima yaliweza kupigwa risasi na yakavunjwa vioo. Karibu sana kwa hichi kituo. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninaomba ushirikiano wako mpenzi mtazamaji. Ninakuomba tafadhali sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Karibisha marafiki zako ambao hawajaweza kujiunga na hichi kituo ili tuweze kukaa familia kubwa. Mimi ni Bwana Ezra. Piga subscription, naomba tusonge mbele. Jinsi ambavyo unaona hapo, aliyekuwa naibu rais huyo wa zamani Rigathi Gachagua ameandika hivi kwenye chapisho ambalo limepata likes nyingi sana pamoja na comment nyingi, ama ukipenda maoni mengi sana, akisema kwamba Bwana Soprano au Bwana Soprano, I hear you are calling for investigations. This is your officer who led the attack in Witima ACK Church. You are part and parcel of the conspiracy. Unaona mpenzi mtazamaji, katika lugha nyepesi ya Kiswahili hapo Bwana Gachagua anaeleza kwamba Soprano, unajua mtu mwenye anaita Soprano au Soprano ni naibu rais wa sasa ambaye ni Kithure Kindiki. Anasema kwamba ninasikia wewe Soprano ambaye ni Kindiki umeitisha uchunguzi wa haraka kuhusu mashambulizi ya maafisa wa polisi ambayo yaliweza kutendeka kwenye kanisa ambalo Gachagua alikuwa na abudu siku ya Jumapili. Alafu akaja akamwambia kwenye hiyo picha ambayo unaona ameweza kuicycle, yani ameweza kuimark, kuitik, akasema kwamba akasema kwamba huyu ndiye bwana ambaye aliweza kuongoza kile kikosi ambacho kilikuwa kinafanya mashambulizi. Kumbuka kwamba viongozi wengi sana wameweza kujitokeza, hata wale ikiwemo wale ambao wako ndani ya serikali wameweza kujitokeza na kuweza kukemea kitendo cha serikali kuvamia makanisa ikiwa na nia ya kutaka kumzima Rigathi Gachagua. Nilikwambia kwamba hapa tunazungumza ukweli, na ukweli ndio mimi nilisema kwamba utakuja kuniweka chini ya mchanga, ukweli. Sasa jana Kindiki alisema kwamba ameagiza Inspector General Kanja wa polisi Douglas Kanja aweze kufanya uchunguzi wa haraka kuhusu ni akina nani ambao walipanga watu wauawe ama mashambulizi yaweze kufanyika kwenye kanisa la Witima Nyeri. Lakini Gachagua hii leo siku ya Jumatatu anasema kwamba Bwana Kindiki, unasema kwamba unataka uchunguzi wa haraka na wale ambao waliweza kuhusika wachukuliwe hatua. Uchunguzi gani ambao unataka uweze kufanywa kipindi ambapo huyu afisa wa polisi mwenye yuko nyuma yako ndiye aliweza kuongoza operesheni la kushambuliwa kwa magari yetu? Kwa wale ambao hamkuweza kupata taswira kamili ya yale ambayo yaliweza kutendeka, by the way, kuna kanda moja ambayo niko nayo ambayo inaonyesha sasa hawa maafisa wa polisi wakifiatulia risasi magari ya waheshimiwa nje ya kanisa hilo ambalo serikali iliweza kushambulia.
Alafu utasikia ng'ombe nyingine ikisema kwamba Gachagua aliweza kupanga hili shambulio, eti alitafuta sympathy. Mtu hawezi akatafuta sympathy kwa kupanga unyama kama huu. Utawezaje kupanga sympathy? Utapata wapi tear gas? Utapata wapi AK47 bunduki? Utapata wapi maafisa wa polisi wa serikali? Kwani Gachagua alienda akalipa maafisa wa serikali pesa wakuje kufanya shambulio? Kabla hujaweza kusema kwamba Gachagua aliweza kustage manage hili tukio la siku ya Jumapili tarehe 25, watu watumie bongo, kwa sababu ninaomba uweze kuangalia kanda, ndipo utagundua kwamba hili tukio liliweza kupangwa na serikali, jinsi ambavyo Gachagua anasema. Nimemwesha stoke nje. Watu wa media wanaenda kuwachukua. Sitoke. Wana jamaa anapiga risasi ndani, anapiga risasi ndani bana. Bana, ona bana. Seriously. Seriously? Seriously? Maji unapiga gari risasi? Au jamaa huyo. Kai. Unazoom mzuri? Umepiga rigijimba ambo. This guy here. Huyo. Seriously. Hebu peleka mahali anapiga gari na hawezi onekana. Ndio yamemaliza. Nina matumaini kwamba umeweza kupata taswira kamili. Sasa mimi ninaomba tuweze kulichanganua hili swala, tuone ni kwa nini serikali sasa imeamua kuvamia mikutano ya Rigathi Gachagua na kusambaratisha mikutano, kwa sababu Gachagua alikuwa amepanga kwamba akimaliza shughuli za hafla ya kanisa kutoka upande wa Witima ACK Church Nyeri, ataenda kwenye sehemu kadhaa za Nyeri kwenda kufanya kikao na wananchi, kuzungumza na wananchi. Lakini hicho kikao hakikuweza kufanyika kwa sababu magari yalishambuliwa, yalifyatuliwa risasi, yakaisha kabisa. Ninakuomba ujiunge nasi, upiga subscription, sambaza hizi kanda. Tafadhali ninakuomba. Ninajua nimekuwa nje kwa muda mrefu, lakini nimerudi. Kitu cha kwanza ambacho unapaswa kukijua mpenzi mtazamaji, ambacho kimesababisha mpaka serikali kuweza kupanga mambo ya uozo kama haya, wanataka kumzima Rigathi Gachagua kabisa asije akaleta ushindani mkali ndani ya serikali. Gachagua amekuwa mwiba kwa serikali kwa sababu Gachagua na yeye yuko tayari kulipiza kisasi kwa William Ruto, kwa sababu bwana Ruto aliwatafuta wabunge wakamuondoa madarakani, na Gachagua na yeye amesema kwamba atawatongoza wana Mlima Kenya waweza kumnyima William Ruto kura, na William Ruto ameweza kuona kwamba asipochunga atakosa kura kutoka eneo la Mlima Kenya, na ndio maana ameyapanga haya. Sijui kama unanielewa, kwa sababu hili tukio limeweza kupangwa na serikali, kwa sababu kuna afisa wa polisi mwenye ameweza kufichua kwamba waliitwa kwenye mikutano, wakapangwa zaidi ya maafisa wa polisi 15 wafanye shambulio kwa mikutano ya Gachagua, wahakikisha kwamba wanaharibu kila kitu kabisa, speaker, magari, hata wakipata cameras za wanahabari wacharaze na kupasua kabisa.
Nambari 2, Gachagua amesema kwamba kuna huyu mbunge wa Mathira ambaye ni Eric Wamumbi na mke wake ambaye ni Betty Maina walikuwa miongoni mwa wale ambao walipanga hili tukio la ushambulio. Kulingana na bwana Gachagua, anasema kwamba haya matukio yamekuwa yakipangwa kwa wiki sasa. Kwa sababu mnaelewa Gachagua alikuwa naibu rais kwenye hii serikali ya William Ruto kabla hajaweza kuondolewa madarakani. Kwa hivyo yuko na intelijensia yake kwa serikali ambayo unapata kwamba kitu kinapangwa, mmoja anapita pembeni anampea information. Yale ambayo Gachagua anayasema ni ya ukweli, unajua, kwa sababu yuko na intelijensia yake ambayo inampea information. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Kwa hivyo sasa kuna baadhi ya wabunge kutoka eneo la Mlima Kenya wameona kwamba wakiendelea kumpea Rigathi Gachagua nafasi kuingia kwenye maeneo bunge yao, anaelekea pale kuvuruga imani ya wananchi kwa viongozi hao. Gachagua amesema kwamba mwaka 2027 ambao ni mwaka kesho atahakikisha kwamba wengi wa wabunge kutoka chama cha UDA eneo la Mlima Kenya hawatachaguliwa. Na wabunge hawa wamesema kwamba hawatatulia waone wakipelekwa nyumbani. Na ndio maana sasa wameamua lazima wamkomeshe Rigathi Gachagua mapema kabla ya uchaguzi ujao. Sababu namba 3 ambayo ilifanya serikali ikapanga tukio kama hili, serikali inataka kumwambia Rigathi Gachagua kwamba sasa sisi ndio tuko na mamlaka. Wewe ulikuwa mamlakani, sasa hivi wewe ni kama raia, hauna mamlaka yoyote. Sisi ndio tuko na mamlaka, tuko na pesa, tuko na amri za kuamuru polisi kuweza kufanya chochote. Kwa hivyo Bwana Ruto anataka kumuonyesha Gachagua kwamba sasa yeye ndio yuko na nguvu, Gachagua hana nguvu. Kwa hivyo anaweza kumfanya chochote. Na namba 5 na ya mwisho, nina imani kwamba Gachagua, serikali hii inataka kumuuzia uoga. They want to intimidate Rigathi Gachagua. Wanataka kumtishia ili apunguze ziara zake. Kwa sababu kipindi ambapo Rigathi Gachagua ametulia, unapata kwamba serikali ndio inajishaua na kusema kwamba wanapata ufuasi na uungwaji mkono. Lakini kipindi ambapo Gachagua anashika maiki, serikali inasema kwamba supporters wanapungua. Kwa hivyo wanataka kuhakikisha kwamba wanamuuzia uoga Rigathi Gachagua ili aache kuendelea kushambulia serikali. Ni hayo ambayo niliweza kukuandalia. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Tafadhali ninakuomba uweze kusambaza hii kanda. Tupatane kwa kanda ijayo.